Habari mtazamaji wa The Sport Show, na kuletea habari kubwa kutoka kwa Engineer Hersi, rais wa Yanga, lakini pia na kuletea habari kuhusu Fadlu Davids kuhusu kuondoka klabu ya Simba. Lakini kabla tujaendelea, tafadhali naomba uweze kusubscribe hii YouTube channel yetu ili usiweze kupitwa na taarifa zetu za michezo tunaweza kuwekea hapa. Kumbuka taarifa zetu kubwa tunaweza kuwekea hapa ni za habari za hapa nyumbani, habari zinazohusu klabu zetu au timu za nyumbani sana. Yes. Na baada ya hapo, tafadhali naomba uweze kushare habari hii kwa watu wako wa karibu zaidi. Karibu tuendelee. Yes, klabu ya Yanga ikiongozwa na Engineer Hersi ama rais wa klabu ya Yanga leo kwa mara ya kwanza ameweza kuposti picha, ameweza kuposti kuhusiana na yaliyotokea, lakini zaidi ameweza kuposti kuhusu kombe walilolipata. Kumbuka kombe walilopata lilikuwa ni kombe la Muungano. Hivyo imechukua muda mrefu sana kabla Engineer Hersi kuweza kuposti chochote mara baada ya kuwa klabu ya Yanga imeweza kupata kombe la Muungano lililohitimika kwa Yanga kuibuka kwa mabingwa. Lakini pia kumbuke kwamba hapa nyuma kulikuwa kuna tetesi nyingi zaidi, kwa nini klabu ya Simba haijawahi kupostiwa na Engineer Hersi. Lakini pia wanasema kwamba alikuwa yuko busy zaidi na sakata la CAF, ukizingatia kwamba yeye ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Hivyo basi majukumu ya hapa na pale yalikuwa yanamweka kidogo nje na mitandao, lakini pia ukizingatia kulikuwa kuna sababu nyingine wanajaribu kueleza kwamba sakata la dabi ilimfanya pia aweze kuwa busy na majukumu ya namna gani ambavyo watakuwa wanakuwa na msimamo wao wa kuendeleza ile sakata la sisi hatuchezi. Kumbuka hatuchezi ilikuwa ni maamuzi ambayo yalitokana na upande wa klabu ya Yanga kiujumla, mara baada ya kutangazwa tena ratiba ya ligi kwamba watakuja kucheza, lakini hapa kati kukaa kuna ubize wa hapa na pale kutoka kwa Engineer Hersi ama rais wa klabu ya Yanga. Lakini kwa mara nyingine tunaweza tukasema kwamba ratiba ngumu ya majukumu ya kuhangaika na CAF, lakini pia vilabu vya CAF, lakini pia vilabu vya ndani, kwa sababu ligi zote vilabu vyote vya Tanzania yeye ni mwenyekiti wao, kwa sababu yeye inamhusisha ni Afrika nzima kiujumla. Hivyo basi habagui, hachagui. Upande wa Simba yumo, lakini upande wa Yanga yumo, na vilabu vingine kama Al Ahly pia yeye ni rais wake pia, lakini zaidi na zaidi yeye ndo tunamtegemea katika mengi. Hii ndio posti ambayo aliweza kuposti Engineer Hersi, ilikuwa mida ya saa 1:33 aliweza kuposti kwenye mtandao wake wa X akisema alhamdulillah, mabingwa wa Muungano Cup 2025 na kuweka Young Africa. Hii ni nini? Inaleta nini? Inaleta kwamba baada ya majukumu mengi sana ya kikazi kupokea ushindi, kwa mara nyingine ameweza kurudi mitandaoni na kuona hawezi kuposti, kwa sababu tangu Yanga wamechukua ubingwa hakuwahi kuposti popote pale. Lakini je, ilikuwa ni mtego kuhusiana na posti ambazo mitandaoni aliweza kushukiwa au kutumiwa kwamba kwa nini haposti kuhusu mafanikio ya klabu ya Simba aliyopata baada ya kuingia fainali. Kumbuka Simba anaenda kucheza na RS Berkane katika rungu ya kwanza Jumamosi hii tarehe 17, ambapo Simba anaenda ugenini kucheza, lakini tangu ameingia fainali Engineer Hersi hajawahi kuposti kitu chochote kuhusiana na Simba. Lakini hii ndo posti yake ya kwanza akiipongeza Yanga tangu Yanga ameweza kuchukua ubingwa wa Kombe la Mapinduzi. Tutegemeje ataweza kuja kuiposti siku Simba akicheza au Simba akifika kwenye mafanikio tofauti na ambavyo watu wanadhamiria? Hatujui. Je, atakuja kuposti kuhusiana na sakata la dabi? Hatujui, kwa sababu mpaka dakika hii hakuna chochote ambacho
elezea kwamba kwa namna gani hataweza kuposti, ukizingatia pia kuna sakata la dabi bado wanalihangaikia, kwa maana kwamba katika mkutano wao waliokaa juzi na baadhi ya wajumbe waliazimia kwamba wao hawatocheza na walisema kwamba hawachezi ng'o, yani hawachezi ng'o. Hivyo basi kama hawachezi, tutegemee pengine kutakuwa kuna mabadiliko ya kiutendaji na kuja na taarifa zingine zinazohusu dabi hii kuchezwa tarehe 15 Juni. Lakini kuna habari nyingine pia kutoka klabu ya Simba. Yes, hii ni habari ambayo inazungumzia safari yao tangu mwanzo mpaka mwisho, ambapo wanaenda kuhitimisha kwa kucheza na RS Berkane. Walianza na tafsiri au kauli mbiu ya ubaya ubwela walipoanza mashindano ya ndani, lakini pia na mashindano ya kimataifa, lakini wakaja na kauli nyingine ya hii tunavuka, mara baada ya kuwa mlima ukawa ni mgumu zaidi kwa Simba kuweza kuvuka akicheza na Al Masry. Lakini pia kwenye hatua ya robo fainali, lakini baada ya kuvuka wakaja na kauli mbiu ya hatuishii hapa. Hatuishii hapa ilikuwa ni kauli mbiu iliyokuja mara baada ya kuwa wanacheza na Stellenbosch ya Afrika Kusini, lakini baada ya kufika hatua ya fainali, leo wamekuja tena na kauli mbiu ya hii tunabeba, yani tunabeba. Kwa hiyo kwa wanasimba popote pale walipo, wamehimizwa kutumia hii kauli mbiu na kuishi kwenye kauli mbiu ya tunabeba. Ukizingatia kwamba juzi tu wameweza kupata ushindi kutoka KMC, ushindi uliochagizwa ukaibua hari kwa klabu ya Simba, hasa kwa Joshua Mutale kwa kile alichokifanya, kwa sababu kile alichokifanya Joshua Mutale kinaingia kuwachanganya sana Waarabu, kwa sababu haieleweki kwamba atapangwa au atapangwa mtu mwingine. Lakini kwa kauli hii ya tunavuka kwa kauli hii ya tunabeba inaenda kuleta hari na amsha kunako klabu ya Simba na kwa wachezaji kuhakikisha kwamba wanalibeba ili kombe, kwa sababu hakuna kinachoshindikana. Hivyo basi ni kwa namna gani ambavyo wao wakijipanga wataweza kubeba kombe. Wanaanzia ugenini, lakini wanakuja kumalizia nyumbani. Advantage iliyopo ni kwamba kwa Simba kwa sasa hivi atakuwa anacheza uwanja wa Benjamin Mkapa, tayari uwanja usharuhusiwa na uko tayari kwa ajili ya matumizi. Hivyo ni Simba wao wenyewe wakijipanga vizuri wanaweza wakabeba kombe, kwa maana kwamba matokeo watakayoyapata ugenini yatakuja kuwapa picha nzuri ya namna gani wanacheza karata yao katika dimba la nyumbani. Good news ni kwamba kombe litakuwepo pale, lakini pia mashabiki watakuwepo na tiketi zishaanza kuuzwa, lakini kubwa zaidi watu wanahimizwa zaidi siku hiyo waweze kuvaa nguo nyekundu na kauli mbiu ni tunabeba. Hivyo basi kwa mwana Simba popote pale alipo na shabiki yote wa Simba popote alipo na wadau wote wa mpira wote kwa pamoja wakaisapoti klabu ya Simba, lakini pia hata wewe mtazamaji popote pale ulipo unaweza kuisapoti klabu ya Simba kwa namna ya kipekee ambavyo unajua hii ukifanya Simba inaweza ikatusua, kwa sababu ikipata kombe ni heshima ya nchi tutakuwa tumejengea heshima nzuri, lakini pia tutakuwa tumeongeza thamani ya ligi yetu, kwa sababu kama sasa hivi ni ligi namba 4 barani Afrika, ina maana Simba akichukua kombe itakuwa ni tumeongeza tena nafasi zaidi. Kingine ni kuhusu Faldu. Yes, Faldu Davis anahusishwa na kuondoka kunako klabu ya Simba kutokana na taarifa za vyanzo vingi sana barani Afrika vinaelezea kwamba pengine Faldu Davis anaweza kaondoka kunako klabu ya Simba kutokana na kwamba kuna timu zinazomhitaji ambazo tayari zimeshaweka donge nono kwa ajili ya kumshawishi aondoke kunako klabu ya Simba. Ijapo project ya Faldu Davis anasema kwamba yeye bado hayuko tayari kuondoka, lakini anahusishwa zaidi na kurudi Orlando Pirates kutokana na kwamba kocha Orlando Pirates tayari anaondoka, anaenda Al Ahly kwa tetesi zilizopo. Kwa hiyo kama anaenda Al Ahly na anaondoka na mastaff wake 5, ina maana
klabu ya Orlando Pirates itakuwa haina kocha na inamtazamia Fadu Davis kama kocha pekee ambaye anaweza kuja kuiongezea makali timu yao kutokana na kile alichokionyesha kunako klabu ya Simba. Lakini pia Fadu Davis anahusishwa na kwenda kurudi kwenye timu yake aliyokuwa ya Raja Casablanca. Hivyo basi mpaka dakika hii inabaki kuwa ni tetesi, ambapo hatujui kama ataondoka au la, lakini mwisho wa msimu utakapofika tamati tutaweza kujua kiundani zaidi kwamba ni kweli anaondoka au anabaki. Lakini kubwa kingine kuhusu klabu ya Simba ni taarifa ya safari, ambapo wanaondoka kesho alfajiri kuelekea kucheza na RS Berkane. Lakini pia wameweza kutangaza utaratibu mzima jinsi ulivyo kwa wanaoondoka, lakini pia mtu ambaye anataka kwenda kuna namna ambavyo wameweza kuainisha. Ina maana kama uko tayari, ndege ipo bure, lakini utalipia dola 1,200. Hiyo ni kwa ajili ya malazi pamoja na vyakula kwa siku zote ambazo mtakuwa huko. Lakini ni kuombe pia, kama kutakuwa na comment yote, tafadhali naomba uweze kutuachia kwenye maoni hapa. Lakini kubwa zaidi, hayo ndio yalikuwa makubwa zaidi katika The Sport Show. Nimekuletea habari zote zilizokuwepo katika habari za leo, miongoni mwa habari kubwa za michezo kwa leo. Ni kuombe uweze kusubscribe YouTube channel yetu ili usipitwe na taarifa zetu zingine za michezo. Kumbuka kesho nakuletea tetesi. Kuna tetesi hapa yani ambayo inahusisha magwiji wote wa soka, Pacome na Mpanzu. Hivyo basi tafadhali endelea kufuatilia taarifa zetu zaidi tunazokuwekea hapa. Lakini pia hakikisha una subscribe, una like, una comment. Kama hautojali pia unaweza ukashare kwa washikaji zako kuhusiana na taarifa tunazokuwekea kuhusiana na hii channel yetu, pia na wenyewe wakajiunga wakawa wana familia. Kwa kufanya hivyo utakuwa umetisha sana. Chao, mpaka baadaye tena.